بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadana ila alkhairi wa ab'adana an sharri wa ahya alfadail. Tunaendelea na kitabu chetu Albalaghatu Alwadhiha. Leo tuko katika ukurasa wa 11 kupitia chapa kitabu changu. Wanasema watunzi, fandhur, basi tazama, kaifa anina, vile tulivyopata tabu, tawilan, muda mwingi, muda mrefu, fi sharhi hadha alkalami almujiza, katika kuyafafanua haya maneno ambayo yaliyofupilizwa, alladhi, kwa hali ambayo sababa ma fihi min alhathi, yaliyosababishwa ndani yake kuondoshwa baadhi ya maneno, wasui taalifin, pamoja na ubaya wa kutungwa hayo maneno, shiddata khifaihi, kwa shida ya kule kufichwa kwake, wa bu'dahu, na kuwekwa mbali maneno yake, anil adhhani, kutokana na ufahamu. Al-adhhani bimaana akili au fahamu. Pamoja, anna maanahu, hakika maana yake, jamilun, ni nzuri, badi'un, pia ni yenye kuvutia, wa fikratahu, na fikra yake, qawiyatun, ni yenye nguvu, muayyidatun, ni yenye kuungwa mkono, bidalili, kwa kupitia dalili. Wa idha aradta, na pindi ukitaka, anta'rifa, kufahamu, kaifa tadhhara alquwwatu, vipi ili dhihiri kuwa, nguvu ya hayo maneno, fi hadha aluslubi, katika mpito huo. Faqra'u qawli Mutanabbi, soma kauli ya Mutanabbi, fi rithai, kupitia maneno yake ya kuombeleza. Alisema maneno gani? Ma kuntu amulu, sikuwa mimi mwenye kutarajia, kabla na'shika, kabla ya kutangaza jeneza lako, an ara, nione, Radwa ni jina la mlima. Kwa hiyo hapo na utapita kukuanisha, an ara Radwa, nione mlima wa Radwa, ala aidi rijali, upo juu, upo katika mikononi mwa wanaume, yasiru, unafanyeje? Unatembea. Mashairi haya, huyu alikuwa na lengo la kumsifu yule aliyokufa, juu ya ukubwa wake, juu ya heshima yake, na vile ambavyo alivyokuwa na masuhubiano makubwa baina ya watu. Kwa hiyo akawa na msifu. Kwa hiyo tukiona katika maneno haya, ndani yake kuna mengi yaliyoondoshwa pamoja na ukaaji mbaya, lakini ukirudi katika maana na nini, basi kama juu huku tulivyoeleza kwamba shiddatu khifaihi wa bu'da an adhanihi, kwamba kuwa mbali kutokana na ile akili ya ufahamu. Lakini hapa makusudi yake alikuwa anamaanisha kule kumsifu aliyekufa, jinsi ya umashuhuri wake, ukubwa wake, vile ambavyo alivyokuwa yeye, alikuwa akimsifu. Thumma iqra qawli Ibn Mu'taz, kisha soma kauli ya Ibn Mu'taz. Huyu Ibn Mu'taz ni anaitwa Mu'taz, huwa Abdullah Ibn Mu'taz al-Abbas, ndio jina lake.
anasema kwamba kad dhahaba an-nas, hakika walikwenda watu, wa mata kamali, na akafa kwa ukamilifu. Huyu pia naye anaeleza mtu huyo aliyokufa. Wasaha, na kukapiga ukelele, sarfu dahari, kugeuka kwa masiku. Aina rijalu, wako wapi wanaume? Pia huyu alikuwa na lengo kumsifu yule aliyekufa, vile alivyokuwa na jitihada maarufu, na vipi kuondoka kwake na masiku yakamlilia, bimaana kule kuondoka kwake yale masiku yakamlilia kwamba hakutopatikanika masiku mengine kama vile masiku wakati yeye alikuwepo. Yote alikuwa akimsifia huyu aliyekufa. Hadha Abu Abbas, na huyo ni nani? Abu Abbas, fi nashihi, katika jeneza lake. Qamu, simameni, fandhuru, tazameni, kaifa tasiru aljibal, vipi linavyotembea, vipi mlima unavyotembea. Kwa hiyo pia haya maneno ni kuonyesha kwamba vipi yule mtu ukubwa wake, maajabu yake, kule kuondoka kwake basi anaondoka na vitu vikubwa na vitu vingi sana. Tajidu anna al-usluba, utakuta hakika mpito, al-awwal, wa kwanza, hadiu, ni umetulizana, mutmainna, kwa hali ya kutulizana. Wa anna thania, na hakika shairi la pili, shadidun mirratu adhima wa quwwatu, ni wenye fikra ambayo ni kubwa na yenye nguvu. Wa rubbama, na wenda, kanati nihayatu, pakawa mwisho wake wa hayo maneno, qawiya, ni yenye nguvu, fi qawlihi, aliposema wasaha sarfu ad-dahr, kwamba ulipiga ukelele kule kugeuka kwa masiku, aina rijal, maneno haya. Thumma fi qawlihi, kisha katika kauli yake, qumu, simameni, fandhuru kaifa tasiru aljibal, muone vipi mlima unavyotembea. Wal jumlatu qawl, na sentesi ya kauli, anna hadha al-uslub, hakika huo mpito, yajibu an yakuna jamilan, inapaswa mpito huo kuwa ni mzuri, ra'ian, hali ya kuchungwa, badi'un, hali ya kuvutia, al-khayalu, na wenye taswira nzuri. Al-khayaru, wenye taswira nzuri na wenye taswira nzuri. Thumma wadhihan, kisha una uwazi, qawiyan, wa nguvu kabisa. Wayadhunnu, na udhaniwa, wayadhunnu, na kudhaniwa, na shuuna, wale ambao wanaoanza fi sinaati al-adab, katika kutengeneza maneno ya adabu, annahu kullama kathratu majazi, kila basi wanapotengeneza uzidisha sana maneno ya majazi. Ndio huko maneno tuliyopita kwamba wamekithirisha sana kutengeneza maneno ya majazi, kwa sababu hao ni wanafunzi ambao walikuwa wakifanya jitihada hizo. Wa kathrati tashbihati, pamoja na kutumia maneno ya tashbihati. Wal akhyalatu, pamoja na hiyo akhyara tusoma ni kustawi. Wal akhyalatu, pamoja na kutengeneza taswira, fi hadha al-uslubi, katika huo mpito, zada husnuhu, kuzidisha ule uzuri wake. Wa hadha khata'a bayinu, na njia hiyo ni makosa yaliyokuwa wazi kabisa. Fa innahu, hakika mambo yalivyo, la yadhhabu, wala haikwendi, wala haiondoki, bijamali, katika nini? Uzuri wake.
fa innahu hakika mambo yalivyo la yadhhabu bijamali, hapaondoki katika uzuri wake, hadha al-usulub, katika huo mpito, japo pana makosa ndani yake. Aktharu minat takallufi, wengi katika wale wenye kujikalifisha na maneno ya kilugha, na wale wenye kujitahidi, wao hawaoni kuna ubaya. Wala yufsiduhu, na wala hapaharibiwi ndani yake, sharruhu, ile shari yake, man, kwa mtu ambaye taamuda sanaa, mwenye kufanya kusudi katika kule kutengeneza au kutunga, wataatakidu, na kuitakidi, annahu, hakika mambo yalivyo, la yu'jibuka qawlu sha'ir, je hakukustaajabishi kwa wewe kauli ya mshahiri aliposema, famtarati lu'lu'a, pakanyesha lu'lu'a, min narjis, kutoka katika narjis, wasakati warda, na ikanyesheleza warda, mawaridi. Hiyo narjis ni mfano vile wa jicho, ndo narjis, kama vile jicho, wallahu a'lam. Haya, wa'adhati ala unabi, na akang'ata juu ya nini? Unabi ni zile hizi lipsi tunaziita, zile nyekundu zinaitwa unabi, na akang'ata juu ya lipsi zake, bibardi, kwa baridi. Kwa hiyo haya mashairi huwa alikuwa akimweleza mtu ambaye alikuwa kilia. Kwa hiyo kulia kwake basi yakafananizwa michozi yake kama lulu, kama vile lulu ambayo sakati warda, ina mwagia warda, na waghadhati ala unabi, na kubana zile nini, hizi domo zake mbili, hizi shafataini, lipsi zake mbili ambazo zina rangi nyekundu, kwamba anazibana. Wakaendelea kutueleza, anasema hadha, jambo hilo, wa minasahali, na kutokana na ule uwepesi, alaika, juu yako wewe, antaarifa, ni kufahamu, anna shi'ra, hakika shairi, wa nathra, pamoja na nathra, faniyun, kwamba hivyo ni zote ni fani, faniya ni fani, huma zote hizo mbili, muwatinan, ambazo zenye kufungamana, hadha al-usulub, katika huo mpito, fafihima, basi katika hizo fani mbili, baina ya shi'ra na nathri, fihima, katika hizo mbili, yazdahiru ni inaboresha elimu ya mtu, wa fihima, na katika hizo mbili, yablugh kunnatu alfanni, ufikia mtu kina kile cha ndani kabisa katika fani, wal jamal, pamoja na uzuri wa fani.